Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kumekuwa na taarifa kwamba Israel imekuwa ikiua raia hasa ambao walikuwa wakipata chakula cha misaada, lakini hali hii imekuja kusababisha makundi ya wapiganaji kufyatua risasi na kuua baadhi ya askari kadhaa wa Israel. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Israel wameuawa kutokana na operesheni yao ya ardhini wanayoiendesha. Na hata hivyo, jeshi la Israel limethibitisha leo kwamba kuna wanajeshi wao wameuawa, licha ya kutaja idadi ya wanajeshi watatu tu ambao wameuawa Jabalia wakati gari lao walilokuwa wamepanda lilipoharibika baada ya kugonga kilipuzi. Viongozi wa jumuiya ya wanasiasa katika nyanja mbalimbali za kisiasa wanaomboleza vifo vya wanajeshi wao, akiwemo Sergeant Omer Van, Sergeant Leo Steinberg na Sergeant mwingine Ofek Baruhama ambao wameuawa kaskazini mwa Gaza siku ya leo Jumanne. Omer alijiandikisha miezi miwili kabla ya vita kuanza. Amekuwa kwenye mapigano mfululizo tangu mwanzo wa huduma yake. Mama yake anasema, "Nyumbani kwangu mlango umeachwa wazi kwa siku 603 ili maafisa wasilazimike kubisha mlango wangu. Hata jana mlango ulikuwa wazi. Maafisa walikuja nyumbani na kutufahamisha kile tulichokuwa tukihofia sana tangu Omer alipojiandikisha." Hata hivyo, tangazo ambalo limetolewa leo limewaeleza ndugu na jamaa wa askari hao kwamba hawapo tena duniani, na katika kipindi hiki wanatangaza kuwa katika maombolezo ya kuomboleza askari hao ambao wameuawa katika uwanja wa vita. Taarifa zisizokuwa rasmi zinadai kwamba si wanajeshi watatu tu, lakini kuna idadi kubwa ya wanajeshi ambao wanauawa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Haikuthibitika ni nani aliyefanya mauaji hayo kati ya Hamas ama makundi mengine ya mujahidina ambayo yanaendeleza mapambano katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ametoa salamu za rambirambi kutokana na vifo hivyo. Netanyahu alisema katika taarifa kwamba watatu hao walianguka katika harakati za kushindwa kwa Hamas na kukombolewa kwa mateka. Alisema kwamba ushujaa wa askari hao watatu utaheshimiwa milele na kuongeza kumbukumbu yao na ibarikiwe na kuwekwa katika mioyo ya taifa, anasema Benjamin Netanyahu. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alituma familia za wanajeshi waliouawa rambirambi zake na kuwatakia hueni ya haraka wanajeshi waliojeruhiwa katika chapisho katika ukurasa wake wa X. Hata hivyo, waziri huyo wa ulinzi hakutaja idadi ya askari waliojeruhiwa, na ndio maana ni vigumu kupatikana kwa taarifa sahihi kutoka upande wa Israel. Askari wa IDF wakiwa katika utumishi wa kawaida katika kazi ya akiba wanapigana kwa ujasiri kuachiliwa kwa mateka na kushinda kwa Hamas. Ni waombea usalama na mafanikio yao, Katz alisema. Waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir alisema katika chapisho lake la Facebook kwamba, "Ninatuma salamu za rambirambi na kuwa pamoja na familia za wapendwa, na ninaungana na Israeli yote kuwaombea majeruhi wapone," alisema. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio hali iliyotokea siku ya leo ya Jumanne, ambapo idadi ya wanajeshi ambayo Israel imetaja kwamba ni watatu, licha ya kwamba kuna taarifa ambazo si rasmi katika vyombo mbalimbali vya habari vikieleza kwamba kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Israel ambao wanauawa katika uwanja wa vita. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.